Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Kampala, Uganda. Uganda imetangazwa rasmi kuwa haina maambukizi ya Ebola baada ya mgonjwa wa mwisho kuruhusiwa kutoka hospitalini katikati ya mwezi Juni. Mamlaka zimesema mlipuko huo ulihusishwa na ule unaoendelea katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linalopakana na Uganda. Visa vya kwanza nchini Uganda vilihusishwa na raia wa Kongo waliovuka mpaka kutafuta matibabu kabla ya kubainika kuwa walikuwa na Ebola. Mlipuko huo ulitangazwa rasmi nchini Kongo Mei 15, siku ambayo Uganda pia ilithibitisha visa vyake viwili vya kwanza, ikiwemo mgonjwa mmoja aliyekuwa tayari amefariki dunia. Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini humo, jumla ya watu 20 waliripotiwa kuambukizwa Ebola, lakini kwa sasa hakuna ushahidi unaoonyesha kuendelea kwa maambukizi ndani ya nchi. Amboseli, Kenya. Mamlaka za uhifadhi wa wanyamapori nchini Kenya zimeanzisha uchunguzi kufuatia vifo vya tembo 15 vilivyotokea ndani ya mwezi mmoja katika hifadhi ya taifa ya Amboseli. Huduma ya wanyamapori Kenya KWS ilisema tembo 10 walionyesha dalili za kupooza sehemu ya miili yao kabla ya kufariki ndani ya siku 2, huku wengine 5 wakikutwa tayari wamekufa na mizoga yao ikiwa imeharibiwa kwa kiasi na wanyama wala mizoga. Tembo wengi waliokufa walikuwa majike pamoja na watoto wao, huku dume mmoja pekee akihusishwa na vifo hivyo. Matukio hayo yalitokea katika maeneo ya Kimana Sanctuary na Kuku Range yaliyozunguka hifadhi hiyo. Vipimo vya awali vilibaini uwepo wa kemikali inayoshukiwa kuwa na sumu, ingawa uchunguzi mwingine wa serikali haukubaini sumu zilizokuwa zikitafutwa. Uchunguzi zaidi unaendelea, ukiwemo wa vyanzo vya maji na mazingira, kubaini chanzo halisi cha vifo hivyo. Mamlaka pia zimewahakikishia wananchi kuwa hakuna ushahidi unaoonyesha hali hiyo inaweza kuambukizwa kwa binadamu. Accra, Ghana. Kifo cha Sulemana Abdul Samad, aliyefahamika kama mtu mrefu zaidi nchini Ghana, kimezua huzuni kubwa, hasa kaskazini mwa nchi hiyo ambako alikuwa maarufu kutokana na kimo chake. Sulemana mwenye umri wa miaka 33 alifariki dunia Jumatatu akiwa hospitalini katika mji wa Tamale baada ya maambukizi kwenye vidonda vya miguu yake kuzorota. Tamale aligundulika kuwa na ugonjwa wa gigantism akiwa na umri wa miaka 20 na mwaka 2022 alipimwa akiwa na urefu wa futi 7 na inchi 4 sawa na sentimita 223. Inaaminika kuwa huenda alikuwa ameongezeka zaidi urefu kabla ya kufariki dunia. Jina lake maarufu ni Awuche, linalomaanisha twende kwa lugha ya Hausa. Sulemana pia alikuwa akiishi na ugonjwa wa Marfan syndrome ambao ulisababisha kuwa na mikono na miguu mirefu isivyo kawaida. Miaka 9 iliyopita alilazimika kuachana na ndoto yake ya kuwa dereva kutokana na urefu wake na kurejea kijijini Gambaga. Familia yake imesema imeamua kumzika Tamale baada ya Gambaga kwa kuhofia kuwa kijiji hicho kingeshindwa kuhimili idadi kubwa ya waombolezaji.